Wanaharakati wa haki za binadamu nchini Kenya sasa wanapanga kwenda mahakamani kuishtaki serikali ya Tanzania kwa kile wamesema imekiuka haki za binadamu kufuatia kuwakamata na kuwafukuza nchini humo wanaharakati waliotaka kuhudhuria kesi ya mwanasiasa wa chama cha upinzani nchini Tanzania Tundu Antipas Lissu. Akizungumza baada ya kurudishwa nyumbani, mkurugenzi wa shirika la Voco Afrika Halidi Hassani akiwa sambamba na jaji mkuu wa zamani wa Kenya Willy Mutunga na mwanaharakati Hanifa Adam amesema wanatafuta ushauri wa kisheria kuhusiana na swala hilo. Tuna nia ya kuweza kulifikisha swala hili mahakamani ili mambo kama haya yasiweze kujirudia tena katika mataifa ya Afrika Mashariki, alisema Halidi Hassani. Kufukuzwa kwa wanaharakati hao kulikuja siku moja kupita tangu idara za usalama katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere zimkamate waziri wa zamani wa sheria wa Kenya Martha Karua pamoja na wanasheria wengine wawili kufukuzwa. Hayo yanajiri baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kutoa onyo kali kwa wanaharakati wa kigeni aliodai wanajaribu kusumbua utulivu wa nchi yake, huku akiapa kuwashughulikia ipasavyo. Wakati hayo yakielezwa na Wakenya, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan yeye ameiomba Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Mambo ya Ndani na vyombo vya ulinzi na usalama kuchukua hatua za haraka kwa wanaotumia mitandao na teknolojia vibaya, huku akikemea pia wingi wa wanaharakati kutoka nje ya nchi wanaojaribu kuingilia mambo ya ndani. Rais Samia amebainisha hayo Mei 19 mwaka huu jijini Dar es Salaam kwenye kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere, huku akitaka kutotoa nafasi kwa watovu wa nidhamu kutoka nje ya nchi kuja kujaribu kuvuruga amani, utulivu na usalama uliopo nchini Tanzania. Rais Samia amenukuliwa na vyombo mbalimbali vya habari akisema, nimeona clip kadhaa zikinisema mara nina ubaguzi, mara nini. Ninalolifanya ni kulinda nchi yangu na ndio wajibu wangu niliopewa. Kwa hiyo hatutatoa nafasi kwa kiumbe yoyote kuja kutuvuruga hapa, awe ndani au anayetoka nje. Katika maelezo hayo, Rais Samia ameitaka wizara na maafisa wanaohusika kutoa ufafanuzi kuhusu yale yanayosemwa na wanaharakati na watu mbalimbali, kukanusha au kuchukua hatua za haraka ikiwa yanayosemwa yana ukweli kuhusiana na sekta zao mbalimbali. Sasa muda mchache baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kutoa kauli hiyo, Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula ametoa ushauri juu ya wanaharakati kutoka nchi za nje. Ushauri huu ameutoa leo Mei 20 mwaka huu, ambapo ameanza kwa kuandika kuwa jana ni siku iliyokuwa imebana sana kwangu. Sikuweza kufanikisha kufuatilia hotuba yoyote iliyotolewa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, usiku niliona habari picha kadhaa zikiwa na maneno ambayo yanaelezwa kuwa yalitolewa na Rais Samia. Katika habari picha mojawapo, Rais alinukuliwa akisema, tusitoe nafasi kwa wanaharakati wa nje kuingilia masuala ya Tanzania. Kama kauli hizo ni Rais Samia, nchi yetu itakuwa imefikia hatua mbaya sana, kwamba hata Rais anajua kuwa tumefikia mahali ambapo tunahitaji watu au wanaharakati wa nje kutetea wananchi wa Tanzania. Huko nyuma, kuanzia mwaka 1961 hadi mwaka 1990, wanaharakati, wanasiasa na viongozi kutoka Tanganyika na baadaye Tanzania ndio ambao walikuwa wakiingilia masuala ya nchi jirani au nchi za nje. Wanaharakati, wanasiasa, watetezi na viongozi hao waliokuwa wakiingilia mambo ya nchi zingine waliongozwa na Rais Julius Nyerere mwenyewe. Wakati Rais wa Malawi Daktari Kamuzu Banda anatesa na hata kuua watu wake, nchi ya Tanzania sio tu kuwa iliingilia masuala ya nchi ya Malawi, bali pia iliwapa hifadhi watu na wakimbizi kutoka Malawi, akiwemo mwandishi nguli aliyekuwa akiandikia gazeti la Daily News. Wakati Idi Amin Dada alipoipindua serikali ya Uganda na kumuondosha madarakani Rais Milton Obote, Rais Nyerere aliingilia masuala ya Uganda, akaenda mbali zaidi hadi akampatia hifadhi Milton Obote, Yoweri Kaguta Museveni na wengine. Wakati Afrika Kusini ilipokuwa chini ya mfumo wa utawala wa ubaguzi wa rangi, Tanzania ya Rais Julius Nyerere iliingilia masuala ya Afrika Kusini kwa kuhamasisha vikwazo vya kiuchumi dhidi ya nchi hiyo, ikitoa ardhi kwa wapiganaji wa Afrika Kusini. Nchi nyingine ambazo ziliingiliwa na wanasiasa, wanaharakati na wapiganaji wa Tanganyika na baadaye Tanzania ni pamoja na Rhodesia ambayo kwa sasa ni Zimbabwe, Msumbiji, Angola, Namibia, Algeria na kadhalika. Lakini pia hakuna asiyejua kuwa wakati wa utawala wa Mobutu Sese Seko wa Zaire ambaye kwa sasa ni DR Congo, Tanzania iliingilia masuala ya Zaire kwa kuwahifadhi Desile Kabila, Baba Ntwale na mwanae
hadi wakafanikisha kumwondosha madarakani Rais Mobutu. Mifano haiishi, kwani sio watu wengi wanajua kuwa wanajeshi wetu walikwenda katika visiwa vya Komoro. Lakini kama walikwenda kutembea au walikwenda kula picnic, ajuaye ni Rais Kikwete na jenerali wake David Mwamunyange. Kama asilimia kubwa ya Watanzania wanajua kuwa upinzani unanyanyaswa nchini, huku viongozi wao kama Ali Kibao wameuawa na wengine kama Soka, Kipanya, Chaula, Mlai, Mbise na Mdude wametekwa na hawajulikani wapi walipo. Hautarajii kuwa wanaharakati wa nchi za jirani wasijue kuwa kuna ufinyaji wa haki za msingi za nchi, ikiwemo haki ya kuishi. Lissu alipigwa risasi 16 mchana kweupe akiwa katika majengo ya serikali yanayolindwa pia na serikali. Lakini hadi sasa hakuna mtu yeyote aliyekamatwa wala hakuna uchunguzi wowote uliofanywa hadi sasa. Lissu alikamatwa na kupewa makosa mazito kabisa duniani ya uhaini, ambayo hatima yake ni kunyongwa hadi kufa. Katika mazingira kama hayo, haitarajii kuwa wanaharakati kutoka nchi za nje watakaa kimya wasiingilie mambo ya Tanzania. Kama Tanzania ilitia sahihi mikataba ya kimataifa juu ya haki za binadamu, ni lazima itaingiliwa na wanaharakati kutoka nchi za nje. Askofu Mwamakula ameendelea kwa kuandika kuwa kama wao, Rais Samia, CCM pamoja na serikali yake wanataka Tanzania isiingiliwe na watu au wanaharakati kutoka nchi za nje, basi wafanye mambo mawili. Mosi, waandike katiba mpya au wabadili katiba iliyopo ili wanyofue kifungu kile kinacholinda haki za binadamu. Pili, akaandika wafanye haraka sana juhudi za kuiondoa Tanzania katika mikataba yote ya kimataifa. Baada ya kufanya hivyo, waiondoe Tanzania kutoka katika Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Madola, Jumuiya ya Afrika Mashariki, COMESA, SADC na kadhalika. Wakimaliza kufanya yote hayo, ndipo Tanzania ivunje uhusiano wa kimabalozi katika nchi zote duniani na iwaite mabalozi wake wote walioko katika nchi hizo. Mwisho, iwafukuze mabalozi wote wa nchi za kigeni walioko Tanzania. Hapo ndipo itoe kauli ya kutoingiliwa na wanasiasa na wanaharakati kutoka nchi za nje, kwani kwa sasa Tanzania itakuwa tayari ni kisiwa cha Mbudia. Na huo ndio ushauri wa Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula alioandika leo Mei 20 kupitia ukurasa wake wa Facebook, na kisha akamaliza kwa kusema, Mwana Kondoo ameshinda, tumfate. Hii ni Sky4 Media.